Jitizame Muislamu, mara ngapi umemliza baba yako? Mara ngapi umemliza mama yako? Wazee wa kuwaliza wazazi wao, wazee wa kuwaliza mama zao, jipangeni, siku ya kiyama si siku ya mchezo. Kisa mali, kisa mapenzi, kisa vyeo, kisa kiburi tu. Ikiwa umemliza mzee, ukitoka rudi, kamchekeshe, kamfurahishe mpaka afurahi ili usalimike. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi ansha'a wa bara wa khalaqa al-ma'a wath-thara wa abda'a kulla shay'in wa dhara la yaghibu an basarihi saghiru an-namli fi al-layli idha sara ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الرحمن على العرش استوى له الأسماء الحسنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اصطفى آدم ثم عفى عمن جرى وأصلي وأسلم على المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين انتشروا فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان lillahi asiya. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rahma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusiani pamoja na kuihusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah jalla fi ula. Na tutambua ya kwamba ikiwa mtu hakuwa tayari kujivisha vazi la uchamungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi yake. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumtii Mola wake, na hakuna kheri kwa yeyote ambaye yuko tayari kumuasi na kumuudhi Mola wake. Ikhwata al-Islami wal-Iman, ama mawduu khutbatina al-yawm, ama mawduu ya khutba yetu ya leo biidhni ar-Rahman, kama vile ambavyo imesambaa mitandaoni, inasema kilio kitakachowaingiza wengi motoni. Ni kilio kipi na sababu ni ipi ambayo inapelekea watu waingie katika moto wa Allah jalla fi ulah? Ikhwata al-Islami wal-Iman, si kilio kingine isipokuwa bukaul walidain, ni kuwaliza wazazi wawili waliokuzaa. Innal walidain manzilatuhuma adhima inda Allah jalla fi ula, hakika wazazi wawili nafasi yao, daraja yao ni kubwa mbele ya Allah. Amara Allah bil ihsani ilayhima, Allahu azza wa jalla ametuamrisha sisi tuwatendee wema wazazi wawili.
وقرن حقهما بحقه. Na Allahu jalla fi ula amefungamanisha haki yake na haki ya wazazi wawili, kama qala Allahu jalla fi ula fi surati an-nisa, anasema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, muabuduni Allah na wala musimshirikishe na chochote, na muwatendee wema wazazi wawili. وقال الله جل في علا في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا إله إلا الله. الله عز وجل نسema amehukumu Mola wako umwabudu yeye peke yake na uwafanyie wema wazazi wako wawili, ima wafike utu uzima mmoja wapo au wote wawili. Fala taqul lahuma, usije ukawaambia uf. Ni neno hili la kukemea, usije ukawaambia wazazi waliokuzaa uf, ole wako. Allahu azza wa jalla anasema wala tanharuhuma, na usije ukawakemea vikali wazazi wako. Waqul lahuma qawlan karima, na uambie maneno ambayo ni mazuri. Haya ni maneno ya Allahu azza wa jalla. Harrama Allahu jalla fi ula idha alwalidain, amekemea vikali mtu kuwaudhi wazazi wake wawili. Waja'alahu min akbari alkabair, na Allahu jalla fi ula akafanya kumkemea mzazi wako, kumuudhi mzazi wako, kumkera mzazi wako ni katika madhambi makubwa kabisa. Wadhunubi almuhlika, na ni madhambi yenye kuangamiza. Lianna uquqahuma wa idhaahuma yuaddu hadman lilqiyam, kwa sababu kuwaudhi, kuwakera na kuwaudhi wazazi wawili ni kuharibu mfumo wa nidhamu ya Kiislamu. Wayuaddu fi shari'ati alislamiyya, na inahesabika katika sheria yetu tukufu jurman adhiman wa dhanban kabira, inahesabika kwamba ni kosa la jinai na ni dhambi kubwa kabisa. Lidhalika hadhara minhu an-nabiy, kwa sababu hiyo basi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadhara ummatahu, amewatahadharisha vikali umma wake. Waaddahu min alkabairi walmuhlikat, Mtume akahesabu kuwaudhi wazazi wawili ni katika mambo yenye kuangamiza. Sikiliza ndugu yangu Muislamu, sikiliza sahaba anasimulia. Yaqulu Abi Bakrata Nufay' ibn al-Harithi radiyallahu anhu, anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad amesema. Nufay' ibn al-Harith anatuambia kunna inda rasulillah, tulikuwa kwa Mtume Muhammad moja katika masiku. Faqala rasulullah, Mtume akasema ala ukhbirukum bi akbaril kabair, hivi nisiwajuze nyinyi madhambi katika madhambi makubwa. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakasikiliza ni yapi hayo. Mtume akasema al-ishraku billah, kumshirikisha Allah, wa uququl walidain, na kuwakera, kuwakata, kuwaudhi wazazi wawili, wa qawlu zur, na kusema maneno ya urongo. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam muttakia, na alikuwa Mtume Muhammad amejiegemeza. Fajalasa,
akakaa vizuri ili kuwapa ujumbe mzito. Fama zala yukarriruha, mtume akaendelea kurejea ujumbe aliowaambia masahaba. Akawaambia tena, al-ishraku billah, kumshirikisha Allah, wa uququl walidain, na kuwaudhi wazazi wawili, wa qawlu zur, na kusema maneno ya uongo. Masahaba walivyoona ngoma imekuwa ni ngumu, wakaamua kusema laitahu sakat, bora tungenyamaza, mtume anyamaze. Laitahu sakat, bora mtume Muhammad angenyamaza, asingeendelea. Mtume aliyataja mambo matatu mazito. Leo hii watu hawajali kuwatoa machozi wazazi wao. Ikhwata al-islami wal-iman, fi hadha al-hadith al-azim fihi at-targhib ash-shadid an uquq al-walidain, kuna makemeo makali ya kuwaudhi, kuwakera wazazi wawili. Biayi naw'in min anwa'i al-adha, kwa aina yoyote ile ya maudhi. Waalamu, tambueni ya kwamba aqul liwalidayhi, mwenye kuwaudhi wazazi wake wawili, kuwakata wazazi wake wawili, mal'unun, amelaniwa kabisa, ala lisani rasulillah, na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa min ashaddi suwari al-uquq, na katika sura mbaya zaidi ya kuwaudhi wazazi, allati tuaddu min ashaddiha ilaman wa huznan lilwalidain, kwa wazazi wawili, wa akthariha idraran, na ambayo inayopelekea madhara makubwa kwa wazazi wawili, huwa ibkauhuma, ni kuwatoa machozi wazazi wako wawili. Wa hadha min abghadhi al-a'mali 'inda Allahi 'azza wa jalla, na kuwaliza wazazi wawili ni katika madhambi ambayo yanayochukiwa zaidi na Allah. Kam minan nas, wangapi katika watu wamewaliza wazazi wao? Kam minan nas, wangapi katika watu wamewaudhi wazazi wao, kisa mali, kisa mapenzi, kisa vyeo, kisa kiburi tu. Kam minan nasi fa'alu al-umur al-qabiha, wangapi wamefanya mambo ambayo ni machafu, wamewaudhi wazazi wao wawili. Ndugu yangu, ikiwa umemliza baba yako, umemliza mama yako, wahi mapema ukaanze kumfurahisha, hautosalimika siku ya kiyama abadan. Jaat al-adillatu al-kathira, zimekuja dalili nyingi kabisa, min al-Qur'ani was-sunnah, dalili katika Qur'ani na sunna, tuhadhiru min ibka'i al-walidain, zinazotahadharisha na kukemea kuwaliza wazazi wawili, na zikabainisha uhatari na ubaya wa kuwaliza wazazi wawili. Unaweza usikubaliwe toba yako wewe, unaweza ukapata matatizo makubwa kwenye maisha yako wewe. Msikilize Taisala, an Taisala ibn Mayas qal, Taisala ibn Mayas anasema, kuntu ma'a an-najadat, nilikuwa mimi nikishirikiana na kikosi cha makhawarij ambao waliokuwa wanapigana kwa ajili ya kuwaudhi ahlus sunnah. Fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kaba'ir, anasema Taisala, nilifanya makosa mengi makubwa, nikahisi makosa haya ni katika madhambi makubwa. Fadhakartu dhalika li ibn Umar, nikenda kumweleza Ibn Umar anielezee hukumu yake ni nini. Faqal, Ibn Umar akasema, ma hi, ni mambo gani uliyoyafanya wewe? Faqultu, nikasema, fa'altu kadha wa kadha, nimefanya kadha wa kadha. Faqala Umar, faqala Ibn Umar, laysat min al-kaba'ir, hayo si katika madhambi makubwa. Ibn Umar
akaanza sasa kumtajia makosa makubwa hatari. Faqala hunna 9, ni makosa ambayo yako 9. Al-ishraku billah, kosa kubwa ni kumshirikisha Allah. Wa qatlu nasama, na kuua nafsi ambayo ni haramu kuiua. Walfiraru min az-zahf, na kukimbia vitani. Wa qadhfu al-muhsana, na kuwasingizia uzinifu wanawake wema. Wa aklu riba, na kula riba. Wa aklu mali al-yatim, na kula mali ya yatima. Wa ilhadun fil masjid, na kufanya mambo ya haramu katika msikiti wa Mtume Muhammad au msikiti wa Makkah. Walladhi yastaskhir, na yule ambaye anayefanya sukhria naye yumo katika madhambi makubwa. La mwisho akasema wabukaul walidaini min aluquq, na kuwaliza wazazi wawili ni katika maasi ambayo ni makubwa kabisa. Faisala anasema faqala li Umar yakaniambia atafraqu min an-nar, ay atakhafu an tadkhula an-nar, unaogopa kuingia motoni wewe. Watuhibbu an tadkhula al-janna, na unapenda kuingia katika pepo ya Allah. Faisal akasema wallah, ndivyo hivyo, wallahi ndivyo ninavyotaka mimi kuingia janna. Faqala lah, Ibn Umar akamwambia ahayu waliduka, baba yako yuko hai? Faqultu, Faisal anasema indi ummi, sina baba naye mama. Qal, Ibn Umar akasema fawallahi law alanta laha alkalam, lau maneno yako yakawa ni mazuri kwa mama yako. Wa at'amtaha at'am, na ukamlisha vyakula vizuri. Latadkhulunna aljanna, utaingia wewe katika pepo. Majtanabta alkabair, muda wa kuwa umejiepusha na madhambi makubwa. Jitizame Muislamu, mara ngapi umemliza baba yako? Mara ngapi umemliza mama yako? Ndugu yangu Muislamu, Allahu azza wa jalla anasema wakhfidh lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma, wakhfidh lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma, kuwa ni mpole mwepesi kwa wazazi wako. Wa qur rabbi irhamhuma, sema ewe Mola wangu wahurumie. Kama rabbayani saghira, kama walivyonihurumia mimi. Qala al-Imam as-Sa'di rahimahullah, al-Imam as-Sa'di katika kutafsiri aya hii anasema tawadha lahuma, kuwa mnyenyekevu kwa wazee wako wawili. Dhullan lahuma wa rahma, uwe ni dhalili mnyenyekevu na uwe na huruma. Wa ihtisaban lil ajr, na kutaraji malipo kutoka kwa Allah jalla fi ula. Ikhwata al-Islam wal iman, wa mimma yadul, na katika hadithi dalili inayojulisha ala khuturati ibkai alwalidain, uhatari wa kuwaliza wazazi wawili. Hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sikiliza ndugu yangu Muislamu, ikiwa umemliza mzee, ukitoka rudi, kamchekeshe, kamfurahishe mpaka furahi ili usalimike. Anasema jaa rajulun ila rasulillah, alikuja mtu mmoja kwa Mtume Muhammad. Faqal, anamwambia Mtume ya Rasulullah, jitu ubayi'uka ala alhijra, nimekuja kukuunga mkono nitoke na wewe kwenda katika safari ya hijra. Wataraktu abawayya yabkiyan, lakini nimewaacha wazee wangu wanalia huko. Faqala an-nabi, Mtume akamwambia irji' ilayhima, rudi kwa wazee wako. Faadhhikhuma,
kawafurahishe kama abkaitahuma, kama ulivyowaliza. La ilaha illa Allah. Ndugu yangu, umemliza baba yako, umemliza mama yako, rudi kamfurahishe kama alivyoeleza Mtume Muhammad. Hata kama baba yako alikuwa na kosa limekuumiza, rudi. Allahu azza wa jalla anasema wasahibhuma fi dunya ma'rufa, suhubiana na wazee wako katika hii dunia kwa wema kabisa, ndugu yangu. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi iliyopokelewa na alimamu Muslim, hadithi ya 2551, anasema Mtume, raghima anf, ameangukia pua huyu, amepata hasara huyu, man adraka abawaihi, ambaye amewakuta wazee wake wako inda alkibar, wakiwa ni watu wazima, ahaduhuma au kilahuma au kilaihima, falam yadkhul aljanna, amewakuta wazee wake alafu ikawa ni sababu ya yeye kutoingia peponi. Ndugu yangu Muislamu, ndugu zangu Waislamu, tutendeni wema kwa wazee wetu. Allahu azza wa jalla alimwambia Yahya, ya Yahya khudh alkitaba biquwwa wa atainahu alhukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Hakuwa ni mtu mwovu, alikuwa ni mwenye kuwatendea wema wazazi wake wawili. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbi la ilaha siwahu خلق آدم بيده فسواه وأخذ موسى طفلا من أمه ورعاه فهو القدير فلا عيون تراه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، tukirudi katika khutba kuhusiana na kumliza mzee mmoja au wawili, tutambue anna ibkaa alwalidaini musibatun adhima wa bala'un adhim, ni msiba na ni mtihani mkubwa kabisa. Wayazidu khataran, na hatari inaongezeka zaidi, idha kana albukau min al-umm, ikiwa kilio kinatoka kwa mama. Umemkera mama yako akalia, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dumu'ul khatira, machozi ya mama ni balaa. Ndugu yangu Muislamu, ukimliza mama yako umekwisha ndugu yangu. Natambueni birrul walidain min a'dhabi asbabi tafriji alqurbat wa nuzuli arrahmat wa takfiri as-sayyi'at wa naili albarakati fi dunya wal akhirah. Kuwatendea wema wazee ni sababu kubwa ya kupata baraka, kusamehewa madhambi. Msikilizeni Ibn Abbas an Ata ibn Yasar, kutoka kwa Ata ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu ataahu rajul. Ibn Abbas aliendewa na mtu mmoja, faqal, akasema, inni khatabtu imra'ata, nimemposa mimi mwanamke, faabat an tankihani, akagoma kuwa mimi mwenza wake, wa khatabaha ghairi,
akaposwa na mwingine. Faahabbat an tankihahu, akapenda kuolewa na yeye. Faghirtu alaiha, nikapatwa na wivu mzito mimi. Faqataltuha, nikaenda kumuua. Amekwenda kueleza kwa Ibn Abbas. Ibn Abbas alimwambia nini? Alipoua akasema, fahali min tauba, je, naweza kutubia mimi? Ibn Abbas akamwambia, ummuka hayya, mama yako mzazi yuko hai? Qala la, mamangu hayupo, mamangu mzazi hayupo. Qala tub ila Allah, tubia kwa Allah. Wataqarrab ilayhi, najikurubisha kwa Allah, mastata'at, kiasi unachoweza wewe. Qala Ata bin Yasar, Ata bin Yasar anasema, fadhahabtu, nikarudi kwa mara nyingine. Fasaltu ibn Abbas, nikamuuliza Ibn Abbas, lima saaltahu an hayati ummiha, kwa nini umemuuliza kuhusiana uhai wa mama yake? Faqala, akasema, inni, hakika mimi Ibn Abbas, la a'lamu amalan aqraba ila Allah, sifahamu matendo makubwa zaidi ya kujikaribisha kwa Allah, min birri alwalida, kuliko kumtendea wema mama yako mzazi. Wazee wa kuwaliza wazazi wao, wazee wa kuwaliza mama zao, jipangeni, siku ya kiyama si siku ya mchezo. Mtume anasema, alwalidu awsatu abwabi aljanna, baba yako mzazi wako ndio mlango wa katikati ya pepo. Fa in shita, ukitaka, fahafidh, uhifadhi mlango huo, au dhayya, au upoteze huo mlango. Ndugu yangu Muislam, waman arada albirra min banihi faalayhi bibirri walidayhi, yeyote anataka kutendewa wema na watoto wake, atende wema kwa wazee wake. Qala ash-sha'ir, mshairi mmoja anasema, waman sha'a birran min banihi fa innama alayhi bibirri alwalidaini wa bilkhairi, fa inna jazaa almar'i min jinsi fi'lihi wa yu'ta kama yu'ti min alkhairi wash-sharri, fakun shakiran da'in lahum muhsinan bihim kama amara arrahmanu fi muhkami dhikri. Yeyote anayetaka kutendewa wema na watoto wake, alazimiane kuwatendea wema wazee wake, na tambueni, hakika malipo yanakuja kulingana na ulivyofanya, na mtu anapewa kama alivyotoa katika kheri. Mshukuru Allah na waombee wazazi wako dua na uwatendee wema, kama amara arrahmanu fi muhkami dhikri, kama alivyoamrisha Allah katika Qur'ani tukufu. Ndugu yangu Waislamu, sikilizeni, Allahu azza wa jalla hawatizami, hawaingizi peponi mtu yeyote anayemliza baba yake mama yake, hatoangaliwa na Allah kwa njia yoyote. Pepo ataisikia tu kule. Msikie Mtume Muhammad anasema, thalathatun, watu watatu, la yanzuru Allahu ilayhim yawma alqiyama, watu watatu hawatotizamwa na Allah siku ya kiyama. Aqul liwalidayhi, mwenye kuwaliza na kuwakera na kuwakata wazee wake. Wa mudminul khamr, na mwenye kunywa pombe. Walmannanu ataahu, na mwenye kutoa alafu kusimulia, mimi nimetoa, mimi ndio niliyofanya, mimi ndio nimehiki. Ndugu yangu, unaharibu sadaka yako. Na akaendelea Mtume anasema, wa thalathatun la yadkhuluna aljanna, watu watatu hawatoingia peponi. Al-aqul liwalidayhi, atakewa udhi na kuwakera wazazi wake wawili. Wadayuth, na mtu ambaye mwenye tabia chafu
za kishenzi, mpenda zinaa, huyu ambaye hana wivu kwa mke wake, anaona ni kawaida tu. Warajila, na mtu ambaye mwenye kuzurura zurura, haijulikani wapi wala wapi anaelekea, yuko kwenye misingi mibovu ya kisheria. Kwa kumalizia, ndugu zangu, wengi tuna tabia ya kuwaudhi wazee. Tubadilike. Allahu azza wa jalla anasema, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wama rabbuka bidhallamin lilabid, yeyote anayetenda wema anajitendea mwenyewe kwa nafsi yake, na anayetenda ubaya anajitendea yeye mwenyewe kwa nafsi yake, na Allah hatomdhulumu mtu yoyote. La ilaha illa Allah. Unamliza mzee wako, hutodhulumiwa, utalipwa kwa kilio tu. kullu al-umuri tazulu anka wa tanqadhi illa ath-thanaa fa innahu laka baqi walau annani khuyyirtu kulla fadilatin ma ikhtartu ghayra mahasini al-akhlaqi. Kila kitu kitaondoka kwenye dunia isipokuwa sifa njema ulizosifiwa nazo ndizo zitakazobaki. Lau ningepewa kuchagua ubora katika dunia, makhtartu illa makarim al-akhlaqi, nisingechagua isipokuwa ningechagua tabia njema. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha, yeyote atakuja na matendo mazuri atalipwa uzuri zaidi. Wa man jaa bis sayyi'ah fakubbat wujuhuhum fi an-nar, watatupiwa katika moto wa Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun, wanaokuja na matendo mazuri watakuwa katika amani siku ya kiyama. Wa man jaa bis sayyi'ah fakubbat wujuhuhum fi an-nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, hivi mtalipwa kitu ambacho hamkukitenda. Nas'alullah as-salama wat-tawfiq. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabi al-akhirah. Allahumma inna na'udhu bika min munkarati al-akhlaq wal a'mal waghfir lana wa liwalidina waghfir lana dhunubana jami'a innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant wahdina bi ahsaniha. Wa nas'alu Allah azza wa jalla an yarzuqana at-tawfiqa was-sadada fi birri walidina wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة. Kishki TV, nuru ya dini yako.